97 Furaha FM ndio kodi pekee ambayo kwa Iringa unatupata, kwa Njombe, Makambako, Morogoro, Dodoma na maeneo mengine ya nyanda za juu kusini na kanda ya kati unatupata vizuri. Kwa nini? Kwa sababu sisi ni Furaha FM Media. Sasa karibu sana. Unajua kuna nini? Nimefika eneo ambalo ni shule ya Sito Pre and Primary School. Sasa kuna vitu gani? Njoo nikuonyeshe, mambo ni mengi sana yanaendelea hapa. Aha, karibu sana. Hii ni Sito Pre and Primary School. Kuna mambo mengi sana na kukaribisha ndani ujifunze. Lakini leo nina bahati, karibu nitakuonyesha mengi sana. Nina mtangazaji mwenzangu hapa. Njoo nikutambulishe. Naam, msikilizaji, kama ambavyo nimekujuza, leo tupo katika shule ya Sito Pre and Primary School, shule ambayo inapatikana kata ya Mkimbizi. Sasa niko na mtangazaji mwenzangu leo. Hii ni bahati kwa sababu tulikuwa tunatamani kupata watangazaji watoto na leo tumempata ambaye tutashirikiana naye. Sasa ni nani mtangazaji wewe? Kwanza nikusalimie, habari ya kwako? Nzuri sana. Sawa, wewe jina lako unaitwa nani? Adrian John Maliro. Sawa, mimi leo natamani sasa unisaidie kutangaza katika kipindi hiki cha Furaha na Watoto. Unajua tumeona vipaji vingi sana vya watoto, lakini tunatamani kukiona kipaji chako siku ya leo. Na moja kwa moja tunaomba uanze kwa ajili ya kuongoza watoto kwa kile kipengele cha kwanza. Karibu sana. Asante. Hapa kwanza tutaanzia kuimba nyimbo ya shule, tutaendelea mambo mengine. Kwa nyimbo ya shule tutaanza na Miriam Fataki. We are the pupils. We are the pupils of Sito Pre and Primary School. We are the pupils of Sito Pre and Primary School. Oh, Sito Primary School, our God bless our school. Our motto, zeal and excellence. Education means to really embarrass us. Our motto, zeal and excellence. Education means to really embarrass us. Alright, my friends. Now we are going to do the imitation of sounds of different animals. The sound of a dog. Who can imitate the sound of a dog? David Matasu. My name is David Matasu. I am standard 7, and the sound of dog is bark. I can imitate the sound of dog. Thank you very much. Let's congratulate him. Now we're going to our second animal, which is a cat. Sound of a cat. Please come in front. My name is Karen Godfrey Odinga. I'm from Standard 5. The sound of a cat, the cat meows. I can imitate the sound of a cat. Meow, meow. Thank you very much. Let's congratulate her. Na msikilizaji wa Furaha FM na mtazamaji au mfuatiliaji wa Furaha FM Media, kwa muda wote nimekuacha uendelee na mwenzangu Adrian Mushi kwa ajili ya maswali ya chemsha bongo. Wao kwa Kiingereza wanaita brainstorming question. Sasa amepita nayo mengi kabisa, amekupitisha hapo. Pengine umeona Kiingereza tu yasikuvuruge wala yasichanganye. Unaweza kumwambia mtoto wako aweze kujiunga au kufungulia sauti yako ya redio ikawa juu zaidi akasikia hata huko aliko anacheza pengine au anaosha vyombo au anaweza kukaa
kando ya redio yako akasikiliza kile ambacho kinaendelea hapa ndani ya 96.7 Furaha FM. Nikukumbushe tu kwamba matangazo haya pia yanapatikana katika mitandao yetu ya kijamii kama ya Furaha FM Media. Pale YouTube unatupata kwa anwani hiyo, Facebook, Instagram, TikTok pamoja na Twitter utatupata hivyo kama ya Furaha FM Media. Kipindi ni Furaha na Watoto. Huko na mimi Mesha Kilongo, na kama ambavyo nimekujuza kwamba niko na mwenzangu mtangazaji mwenzangu Adrian Mushi. Sasa Adrian, tujuze baada ya haya maswali ya Chamsha Bongo, kuna wimbo labda watu wanaweza kuimba au kuna kitu gani kinaweza kufuata hapo? Katika shule hii tuna wanafunzi wenye vipaji. Mmoja wapo wa wanafunzi ni Yared. Ni kipaji cha kuimba. Yared ni mbele kuleta ni wako Mungu, furaha yangu, ni neema kumjua Mwokozi wangu. Haleluya, atukuzwe, haleluya, amen. Haleluya, atukuzwe, ukarudi Yesu. Mwana wa Mungu, ndiye fungu langu, ni neema kumjua Mwokozi wangu. Haleluya, atukuzwe, haleluya, amen. Haleluya, atukuzwe, ukarudi Yesu. Dunia yasikitika, mauaji kuingia, yameua ndugu zetu tuliowategemea. Baba Mungu, tunakuomba Baba, epusha janga hili, janga hili, janga hili hakika litatumaliza. Watoto wakubwa wote wanauawa, watolewa figo zao zapelekwa kwa ganga. Watoto wakubwa wote wanauawa, watolewa figo zao zapelekwa kwa ganga. Baba Mungu, tunakuomba Baba, epusha janga hili, janga hili, janga hili hakika litatumaliza. Wow, jamani, wimbo mzuri sio mzuri? Mzuri. Kabla hujampongeza mimi nataka nimwaje maswali mawili matatu mimi. Miriam, umesema dunia inasikitika. Sio jina la wimbo wako, si ndio? Wimbo alikufundisha nani au ilikuwaje? Yani kwanza ulipataje wimbo? Nilifundishwa na mwalimu wangu wa kanisani wakati ninasoma mafundisho. Unasoma mafundisho? Basi mwalimu wako alikufundisha wimbo mzuri sana. Na bila shaka unawagusa watu wote, si ndio? Tumeona wazazi, wataja, watoto, si ndio? Na bila shaka kuna ujumbe fulani ulikuwa unataka kuwafikishia. Hebu mwambie ambaye anakusikiliza saa hizi, mwambie kwamba unataka kumwambia nini kupitia huu wimbo. Unasema dunia inasikitika. Mwambie ujumbe mmoja tu, sema nilitamani kukuambia moja mbili tatu. Nitamani kuwashauri kwa wazazi inatakiwa mwalinda popote waendapo. Na mida ya saa 12 sio napenda kuwatuma watoto kwenda kuwanunulia vitu dukani, kwa sababu siku hizi kuna majambazi wanateka watoto. Wow, jamani, msimesikia ujumbe huo? Ndio. Haya, kwa niaba ya wazazi na walezi na wote ambao wanasikiza redio popote pale walipo, basi tumpongeze Miriam pamoja na kujipongeza sisi sote kwa kusikia na kukubali kupokea ujumbe. Moja mbili tatu. Kama ambavyo nimekujuza msikilizaji, popote pale ulipo utapata vitu vingi sana, lakini maalum kwa ajili ya watoto, lakini pia na kwako mzazi na mlezi. Kuna mengi ambayo yanakuhusu moja kwa moja kutoka hapo ulipo. Sasa tunajua tunaelekea kwenye nini? Swali zuri kabisa. Tunaelekea kwenye kanuni na sheria na miongozo, si ndio? Ndio. Unajua? My name is Karen Refugee Msamba. I am in standard 7. Law 42 states that the floating body displaces its own weight of the field on which it floats. Okay, amempata amekosa? Amepata. Basi mpeni zawadi yake. Sasa mimi nikiangalia maswali nilionayo hapa naona yanazidi tu kunichanganya. Sasa mimi nataka nimkaribishe mwenzangu Adrian ili aendelee naye
kwa lugha yake ili aseme haya maswali mengine anasemaje na ayaulize katika namna ambayo inafaa. Now we are going to state Ohm's law. Who can state Ohm's law? MC. My name is Elisipa Frank. I'm in standard 7. Ohm's law states that the current through a resistor is direct proportional to voltage across its two ends. Amepata makosa. Alright, let's congratulate her. Now is the law of rotation, the Archimedes principle. We're going to state Archimedes principle. Ali. My name is Ali Masood Ali. I'm standard 7 at Sito Primary School. Archimedes' principle states that when a body is partially or totally immersed in a fluid, it experiences the actual force which is equal to the rate of the fluid displaced by the object. Thank you. Is he right or wrong? He's right. Alright, let's congratulate him. Baada ya kuwasikiliza na kuwatazama watoto kwa kile ambacho wamekieleza, nalazimika sasa kumtafuta mtaaluma wa shule hii ya Sito Pre and Primary School. Kwa nini? Kutaka kujifunza anawezaje au wanawezaje kuhakikisha kwamba watoto wanakuwa waelewa kwa kiwango hiki. Karibu tumsikilize. Asante. Mimi naitwa Mwalimu Thomas Laurent Kimaria, ndiye mwalimu wa taaluma wa shule ya msingi na awali Sito. Karibuni sana. Asante. Tumeona mambo mengi ambayo watoto wanaeleza. Tunatamani kufahamu kutoka kwako moja kwa moja siri ya mafanikio haya ambayo watoto wanajieleza, wanaweza kujibu maswali, wanatumia lugha vizuri. Ni nini hasa? Asante. Kwanza kabisa sisi kinachotusaidia katika kufanikiwa kwenye mambo yote hayo, cha kwanza kabisa ni ratiba zetu tulizonazo hapa shuleni. Jambo la tofauti na ambalo linatusaidia, nafikiri tuna ratiba ya chakula. Hii ratiba ya chakula inamwezesha mwanafunzi kupata milo yote miwili ambao ni mlo wa asubuhi pamoja na mlo wa mchana, jambo ambalo linawatengenezea mazingira mazuri zaidi ya kujifunza. Lakini nje na hapo, shule yetu imejikita sana katika kutekeleza mtaala na maelekezo yote ya mtaala kadiri ya tunavyoelekezwa na wizara inayohusika. Hapa tuna masuala tunaita extracurricular activities, ambao katika haya masuala tunamjenga mtoto ili kuweza kuendana na hali halisi na uhitaji wa msomi wa kisasa. Mambo hayo ni kama vile tuna masuala ya mchezo, lakini pia tuna shughuli za uzalishaji ambapo wanafunzi wanapata nafasi ya kujifunza lakini kuyatekeleza yale wanaojifunza kwa vitendo. Kwenye swala la lugha hapa kidogo sisi tunatumia lugha ya Kiingereza kama lugha ya mawasiliano, na katika ufundishaji wetu tunajitahidi kutumia zile mbinu ambazo zinamlenga zaidi mwanafunzi. Ndio maana unaona kila mtoto anakuwa na uwezo wa kujifunza kwa sababu tunatumia zile mbinu ambazo msingi wake ni mwanafunzi mwenyewe, ambazo kwa Kiingereza zinaitwa learner centered approaches. Nafikiri pamoja na mambo mengine hayo ndio mambo ambayo yanatusaidia sana katika kufikia pale ambapo tumefika. Sawa, nikushukuru sana. Nashukuru sana. Msikilizaji, palipo na mafanikio ya kundi bila shaka kuna kiongozi. Sasa ninatamani kujifunza kutoka kwa mkuu wa shule hii, na moja kwa moja mkuu, karibu sana. Asante kwa kunipa hii nafasi. Kwa majina naitwa Mwalimu Carol Crispin, ndiye mkuu wa shule ya awali na msingi Sito. Karibuni sana. Asante. Moja kwa moja utujuze usajili wa shule hii kama mtu anatamani kuipata, lakini pia kama mtu anatamani kufika mahali hapa anafikaje? Karibu sana. Asante sana. Shule yetu ya awali na msingi Sito imesajiliwa kwa namba EM 1171, na shule hii ipo Iringa mjini, Mkimbizi, kata ya Mkimbizi, almaarufu mtaa wa Kashayo. Ukitaka kufika shuleni kwetu, ukitokea Iringa mjini, unapanda bajaji zinazoenda Mkimbizi
utashukia kituo kinaitwa Kwashayo. Ukifika pale, ukimuuliza mtu yoyote atakuonyesha Sipto Pre and Primary School. Sawa, labda neno lako kwa wazazi na walezi wale ambao wamekwisha kuwaleta watoto hapa, lakini pia kuna wale ambao wanataraji baada ya kuona kile ambacho mnakifanya, lakini wale ambao pia wanatusikiliza kupitia masafa ya 96.7 FM, mna neno gani la kuambia wazazi wa hao wanafunzi au hao watoto? Ninachopenda kuwashauri wazazi, kwanza wajue kwamba Sipto inatoa elimu inayoendana na mahitaji ya ulimwengu wa sasa. Elimu ya sasa inahitaji iwe ni learner centered, lakini pia iwe inachochea ujuzi kwa mtoto, sio tu kufahamu mambo lakini kujua kuyafanya, na Sipto inafanya hivyo. Kwa hiyo wazazi ambao wanatamani kuwaleta watoto Sipto, na nafikiri ambao wameshawaleta wameona nidhamu kwa watoto, utendaji, ufanyaji kazi na performance darasani iko vizuri. Sawa, bila shaka umetajia mambo matatu ambayo ni ya msingi kabisa. Mwisho sasa ututajie namna ya kuwasiliana nanyi kama Sipto, hususan kwa maana ya namba za mawasiliano na namna nyingine ambazo tunaweza tukawapata Sipto Pre and Primary School. Kwanza kwa anayetaka kufika Sipto, kama haujawahi kufika, ukiingia kwenye mtandao, kwenye Google, ukiingia kwenye location, Google Iringa, utaitafuta Sipto, iko kwenye Google Map, utaipata. Kwa hiyo inaweza kukuelekeza namna ya kufika hapo shule. Cha pili, kama unataka mawasiliano, unaweza kuwasiliana aidha na mkuu wa shule au mkurugenzi wa shule au mwalimu mkuu msaidizi au mtaaluma. Namba za mawasiliano za mkuu wa shule ni 0763390029. Namba za mkurugenzi ni 0719017075. Mkuu msaidizi ni 0755360878. Na namba za mtaaluma ni 0612056729. Sawa, bila shaka nakushukuru sana. Karibu sana Sipto Pre and Primary School kwa elimu bora, malezi bora na ufaulu bora. Asante. Msikilizaji na mtazamaji wa Furaha FM Media, kuna usemi ambao unasema mwenye macho haambiwi tazama. Umeona mambo mbalimbali ambayo yanaendelea hapa, lakini pengine ulikuwa unatusikiliza kupitia masafa ya 96.7 Furaha FM. Kutoka popote pale ulipo, ninachokishuhudia na ambayo nimeyaona mengine ni mambo ya usafiri wa uhakika mahali hapa. Kwa hiyo kama una mtoto wako uko mbali, hamna shida, wewe wasiliana kwa namba hizo ambazo mkuu ametoka kukuambia, na moja kwa moja utapata huduma nzuri na iliyo bora kutoka hapa Sipto Pre and Primary School. Na moja kwa moja ninamaliza mambo haya ambayo yamenileta hapa. Nimezungumza na watoto, umepata mambo mengi mazuri, umeburudika bila shaka, umefurahi kupata kipindi hiki. Basi nikukaribishe kuendelea kusikiliza vipindi vinavyoendelea hapa ndani ya studio, lakini usikose kuungana nasi tena Jumamosi ijayo, yani saa 4 mpaka saa 5 asubuhi. Tutakuwa shule gani? Tutakuwa na watoto gani? Tutakuwa tunazungumza nini hasa? Tutakuandalia nini? Wewe usibanduke wala usibadili kituo. Mimi naitwa Mesha Kilongo. Asante kwa ajili ya wenzangu wote ambao wamefanikisha matangazo haya, na hii ni 96.7 Furaha FM. Wanasema kutangaza injili kwa watu wote. Uwe na weekend njema. Asante.